Mfaume by the way umekuwa ni moja kati ya machampion ambao ni nadra sana kuonekana. Watu kuna vitu wanatamani wafahamu kutoka kwako, na muda huu ambao tumekupata huenda kwa ni nafasi sahihi kama shabiki zako kufahamu hiki ama kufahamu comment kwa hiki ambacho kimetokea. Umezungumzia mtu wa Tanga hapo Hassan Mwakinyo, moja kati ya vijana, moja kati ya machampion wenzako ambao kwa muda huu ndio wana trend mtandaoni. Zungumzia ile sakata, ukiona mtu anahamishia maisha ya kazi anapeleka mtaani, kipi kinakuingia kishoni kwako? Naweza nikasema kutokana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani umetukusanyika hapa, wote tunafunga, wengine tunafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wengine kwa resma. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kabla hujahitaja au hujaitamka madhaifu au aibu ya mwenzako, kwanza anza kutaja madhaifu yako. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba yule ameteleza tu kibinadamu, huenda ikawa ni hasira, lakini mimi na nyinyi hakuna mtu ambaye mwenye ushahidi wa jambo lilotokea kama ni kweli amefanya yale matukio au si kweli. Japokuwa majirani, watu wa karibu wamezungumza mpaka mengine yaliyopita, lakini kwamba hakuna ushahidi. Kama ni kweli basi ameteleza kibinadamu, huenda ikawa labda kisaikolojia yuko sawa, na mimi kila kitu kitakuwa sawa. Kubwa zaidi kama kweli ameteleza, mfuate dogo, amwombe radhi pamoja na watu wake wa karibu, kwa sababu mchezo wetu unahitaji wigo mkubwa sana wa mashabiki. Leo mimi kama ningepata nafasi ya kuingiza timu, sidhani kama hapa ingekuwa hivi sasa hivi. Ina maana kwamba vile jinsi ninavyoishi na watu, lakini naamini kupitia jambo hili la Mama Samia Celebrity, wakati ujao tutashiriki pamoja na jambo la mama, basi tulifurahie. Na pia vile vile niombe serikali yangu kwa kilichotokea, kama ni kweli atakutwa kweli na hatia mwanamichezo mwenzetu kibinadamu, basi aombe radhi kwa watu wake waliomzunguka na dogo aliyemjeruhi, na Watanzania kwa ujumla. Naweza nikasema kwamba labda ni ibilisi tu alimpitia. Hiyo ipo binadamu, hakuna binadamu ambaye alikamilika. Mfaume umeongea kwa hisia kubwa sana, na siku ambayo ulisikia hiyo taarifa, ulipata hiyo taarifa ulikuwa kwenye mshtuko wa aina gani? Taarifa mimi nilivyosikia nilipata baadhi ya picha nikiona dogo mkononi ana majeraha kichwani. Niliumia zaidi nilivyoona Fino. Sasa najiuliza, je, ataweza kutembea? Na ilikuwaje? Nimeona mpaka kuna baadhi ya picha mbwa anamng'ang'ania. Sidhani kama nyinyi mmeipata. Mbwa wawili wanamng'ata dogo. Nikaona kweli bondia mwenzangu kafanya hivi. Sasa je, tunajiuliza, ni kweli alifanya tukio nje ya fence au ndani? Huenda kafanya ndani ya fence. Mbwa kwa sababu ni mlinzi, huenda kwa mbwa amemlokia. Lakini yote kwa yote naamini kwamba serikali ipo, hii awamu yetu ya 6 iko vizuri. Naweza kusema kwamba kila kitu kitakuwa sawa, ila namuombea msamaha. Namuombea msamaha. Najua ni kiburi, ni jeuri, namjua, namfahamu. Ni kiburi, jeuri. Lakini kwa hili lilotokea kwamba haijakaa vizuri, lakini unayemwombea msamaha ni Hassan Mwakinyo. Kama ni kweli amefanya kweli tukio hili, namwombea radhi kwa Tanzania. Hebu tupe kidogo uzoefu, kwa sababu wewe ni bondia na huenda hata mwenyewe pia haya mambo yanakukuta kutokana na kuwa unajua kwamba una nguvu na kila kitu. Unajua wakati wote ukapiga mtu, akiingia mtu kwenye 18 anamfanya hivi. Kwako iko katika mtiriko aina gani? Hii inaweza kumkuta binadamu yote, sio bondia tu, kwa sababu kimfaacho mtu chake. Watu wanaweza kusema nazi 6 tu, nazi 7, lakini hujui nazi kazimwagilia maji vipi, mche kaupata wapi. Kwa hiyo watu wanaweza kushukia nazi tu kwa ajili ya nazi tu, labda nazi za ulisi sababu yake. Hiyo pia inaweza ikawepo, lakini unamaanisha nini kwenye urithi hapo? Sasa kitu ambacho miaka mingi alikuwa anakihudumia na kilinda kumbukumbu, afu anatokea tu mtu anachukua kile sahihi. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza akashindwa kujizuia hasira zake. Kwanza kusema kwa hicho kilichotokea ni kosa, lakini pia vile vile anahitaji pia msamaha wangu, kwenu na kwa Tanzania wote kwa ujumla. Yeye ni mdogo, ni kijana, na tunahitaji kumuona kesho na kesho kutwa, lakini kisema sheria ifuate mkondo wake, muda mrefu tutakosa kumuona kwenye ring. Na pia vile vile huenda kwa watu wanaimba tumtake, lakini kuna wengine wanamtaka na wanahitaji kuwa kama yeye. Hii kateleza tu binadamu. Mara nyingi unaonyeshaga upinzani naye Mwakinyo, sometime unaonekana kama mpinzani ambaye hutaki kuonana naye, lakini umeonyesha kitu ambacho ni cha kitofauti, tofauti na vile ambavyo watu walikuwa wametarajia, kwa kumwombea msamaha na kuiomba serikali pia itazame hili, imuone kama ni star ambaye anaweza akaonywa. Hebu elezea wa Tanzania sasa pengine yaliyoko ndani yako ambapo pengine hatujakuuliza. Sisi au kwa dini yetu ya Kiislamu tunasemaga kwamba ishi utakavyo, hakika siku moja utakufa. Nampenda unampenda
hakika siku moja kifo tutawatenganisha, kwamba sisi hapa tunaishi kama wasafiri tu wapita njia. Kwa hiyo huenda ikawa tuna tofauti tu za kimichezo, lakini kwa swala hili wapo watu wanamtegemea. Sasa sheria ikifuata mkondo wake, akipata matatizo wataishi vipi? Kibinadamu tu labda alishindwa kujizuia, na sio wewe, tunawasii pamoja na bila kuisahau nafsi yangu, tujaribu kuzizuia hasira zetu.